nitoe tena rai kwamba shirika la viwango Tanzania kwa kusaidiana na watu wa FCC, watu wengine wote, tujitahidi sana mkurugenzi, kuwa na task forces za pamoja ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuzuia bidhaa kuingia sokoni ambazo hazijathibitishwa na TBS. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumefanya mambo mazuri ambayo moja yataipelekea taifa letu kuendelea kupata kodi, lakini na masuala mengine ya msingi. Tukienda kwa namna hiyo, manake ni kwamba tutaendelea kulitambulisha shirika la Tanzania la viwango, lakini pia tutaendelea kuzitambulisha bidhaa zitakazotumiwa kipindi hicho cha AFCON, lakini mwisho tutaendelea pia kuitambulisha nchi kwa wadau ambao watafika katika kushiriki mashindano ya AFCON. Kwa hiyo mwenyekiti wa bodi pamoja na mkurugenzi, AFCON kwa Tanzania sio jambo dogo, ni jambo kubwa, na ndio maana viwanja hivi vyote wanavyoona hivi chache hivi si chini ya bilioni 54 ambazo zinakarabati viwanja hivi ili viweze kuaccommodate hayo mashindano. Sasa ni sisi kuanza kutafakari vizuri miaka 50 ya TBS vis-a-vis AFCON Tanzania. Hapo katikati tuna encourage watu gani waweze kutap hizo opportunities ili waweze kuitambulisha zaidi taifa letu. Kauli mbiu hii ni ujumbe mzito, kwani inamaanisha kila hatua ya maendeleo inahitaji ubora, kila safari ya maisha inahitaji usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama hauna ubora, kama hauna usalama na mwili wako hauna ubora, tusingeweza kukimbia na tusingeweza kuzitembea. Maadhimisho haya na marathon hii yanagusa wananchi mmoja mmoja, na utaona kabisa hata mbele yetu kuna watoto wetu wadogo kabisa wameshiriki, lakini lengo tulitaka tusherekee na tutambue mchango wa taasisi, lakini tukio hili pia linaendana na mpango mkakati wa shirika katika eneo la ustawi kwa watumishi, lakini pia ustawi wa jamii, kwa sababu tunaamini wakiwa na afya bora, wakifanya mazoezi, wakila vilivyo bora, watakuwa na afya na wataendelea kutekeleza ubora hata katika maisha yao. Na hii itasaidia kabisa kupambana na magonjwa yale yasiyo ya kuambukiza. Tunafahamu imekuwa ni changamoto magonjwa ya kisukari, shinikizo la damu na magonjwa mengine ya namna hiyo.